Maana anaitwa na Mungu, anatoka katika nini? Anatoka katika kundi la watu kwa ajili ya kuwahudumia watu katika mambo yanayomhusu Mungu. Haikusema kwamba wanaohudumia watu wanatoka mbinguni. Hapana, wanatoka katika watu kuwahudumia watu katika mambo yanayomhusu Mungu. Kwa hiyo hawa ni binadamu na udhaifu wao, sio watakatifu. Kwa hiyo pale ambapo kuwepo waumini wajue kwamba hawa ni binadamu pia na udhaifu wao, hawa sio watakatifu. Kwa hiyo katika ule udhaifu wa kibinadamu kuna kuvumiliana, wasionekane kama ni watakatifu. Pana binadamu ambao na wenyewe wanatafuta kuwa watakatifu, ni anasafiri na wadhambi wenzake kwenda mbinguni. 3, kuwa mtu wa sala na tafakari. Padri anaalikwa kuwa mtu wa sala na tafakari. Padri asiyesali, padri asiyekuwa na muda wa kufanya tafakari, atafika mahali upadri utamshinda. Upadri utamshinda kabisa, kwa sababu ni katika sala na katika tafakari unapata nguvu. Unapokuwa na muda na Mungu unapata nguvu za kipekee. Hasa padri asiwe ni mtu tu ambaye anajikuta anahangaika huko, anazunguka huko na huko, hana muda wa kusali. Padri asiyesali itafika mahali upadri utamshinda, kwa sababu hazingatii kile ambacho kinamsaidia kujipatia neema. Kwa hiyo nawaalika, licha ya pilika za kiutume, lakini huwe na muda wa kukaa na Mungu na kutafakari hayo makuu ambayo Mwenyezi ameyafanya katika ndani ya nafsi yako. Fanya tafakari na kusali na kumwomba. Hata Kristo mwenyewe alituonyesha mfano, alikuwa akienda kusali mlimani, anasali, na hasa pale ambapo alikuwa anataka kufanya jambo la kimsingi. Sasa padri pia anahitaji muda wa kusali, muda wa kuwa karibu na Mungu, aisikilize sauti ya Mungu pia. 4, kuwa tayari kutoa na sio kupokea. Kuwa tayari fanya nini? Kutoa, na sio mtu ambaye yuko yeye anasubiria kufanya nini, anasubiria kupewa. Kuwa tayari kutoa, na utakachokitoa ni kitu gani? Utakachokitoa ni kile ambacho umekipata kutokana na daraja takatifu uliopewa. Ndio hicho. Kuwa tayari kutumia daraja takatifu uliopewa kufanya nini? Kuhudumia watu. Kwa hiyo yako mambo ambayo yanahusu daraja takatifu ambayo mtu mwingine hawezi kuyafanya, uwe tayari kufanya nini? Kuyatoa. Petro na Yohane baada ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, walivyokuwa wameenda katika hekalu, kwenye lango zuri kulikuwepo na mlemavu pale. Huyu mlemavu alipoona akanyosha mkono kuomba, alitaka kupata walau chochote, na tumaini kwa anatafuta fedha. Petro alisemaje? Petro alimwambia, sina fedha wala sina dhahabu, nilicho nacho nitakupatia. Kwa jina la Yesu wa Nazareti, inuka uende. Na yule mtu mlemavu akainuka, akaondoka. Ndicho alichokuwa nacho Petro. Hakuwa na fedha wala nini wala sijui dhahabu, lakini kuna nguvu alizokuwa nazo ndani mwake, zikiongozwa na ile imani aliyokuwa nayo. Anamwambia mtu, nyanyuka, nenda zako. Kwa hiyo padri kuna yale aliyonayo ndani mwake kama padri, kwa sababu ya daraja aliyopewa. Sasa itumie nguvu hiyo ya daraja kuwasaidia watu, kama huyu mlemavu alivyosaidiwa akaondoka zake. Na padri hivyo hivyo, tumie ile nguvu ya daraja katika fani kuwasaidia watu.
5, kuwavuta watu kwa Mungu. Ndio kazi ya padri, kuwavuta watu waende kwa Mungu, sio kwenda mbali na Mungu. Kwa hiyo padri katika utume wake hakikisha kwamba kila wakati watu wanafanya nini? Watu wanakuja karibu zaidi na Mungu, kutokana na maisha yako, kutokana na utendaji wako wa kazi, watu wanakuja karibu zaidi na Mungu. Iko hivyo. Sasa ukifanya maisha yako yasiyo mazuri, utakuta kwamba watu wanakwenda mbali na Mungu. Kuna sehemu nyingine ambapo tunaweza kukuta kwenye maparokia zetu huko, unaweza kukuta mahali basi ipo padri na kadhalika, nafika mahali watu wanafanya nini? Watu wanaamua kwenda kusali sehemu nyingine na sio pale. Mtu yuko tayari kupanda gari kwenda mbali kabisa kule, wakati pale yuko padri. Kwa nini? Kwa nini watu wanaenda sehemu nyingine? Labda kuna dosari, ndio maana watu wanaenda sehemu nyingine. Lakini ingekuwa ni mtu ambaye anavuta watu waje karibu na Mungu, watu wasingeenda mbali, maana wanajua huyu anatuleta karibu na Mungu. Kwa hiyo katika utume wetu tusikajikuta kwamba watu wanatukimbia, watu wanakwenda mbali. Katika utume wetu tukute kwamba watu wanakuwa karibu zaidi na Mwenyezi. 6, kuwa kimbilio la watu. Kuwa kimbilio la watu. Padri anapaswa kuwa kimbilio la watu. Watu wanaowahudumia wana mahangaiko mbalimbali. Kuna watu ambao wana shida labda ya ndoa. Sasa wanahangaika, waende kwa nani sasa? Wanahangaika. Lakini najua kwamba nikienda kwa padri nitapata ushauri ambao utanisaidia niweze kuondokana na hii changamoto ya ndoa. Kuna mwingine labda na magonjwa yanamsumbua, labda mapepo sijui nini na nini, au katika familia kuna mambo kama hayo yanawasumbua. Sema nikienda kwa padri naweza nikapata faraja. Kwa hiyo padri kila wakati ujisikie au ujione kwamba ni kimbilio la watu. Watu wanakuja kwako wakiwa na mahangaiko mbalimbali. Sasa wasikimbilie kwa mtu mwingine wakakuacha wewe ambaye tunayesema kwamba ni Kristo mwingine. Nasema kwamba padri ni Kristo mwingine. Sasa kama ni Kristo mwingine, kwa nini watu wasije kwa huyu ambaye ni Kristo mwingine? Wanaenda sehemu nyingine kwa nini? Kwa hiyo tujitahidi kuishi, fanya watu wakimbilie katika mahangaiko yao ili tuweze kuwasaidia waweze kuishi maisha yao vizuri. 7, padri ajaribu kuvitiisha vilema vyake. Kuvitiisha, yaani kupambana na vilema vyake. Sisi ni binadamu, na kama nilivyosema kwamba mapadri sio malaika, ni binadamu kama binadamu wengine, na kila mtu ana udhaifu wake, ana kilema chake. Sasa padri muda wote apambane na kile ambacho anaona kwamba hiki labda ndio kilema changu hiki, apambane nacho, kwa sababu haimpendezi Mungu wala haipendezi wale ambao tunaowahudumia. Wanapoona kwamba kuna changamoto fulani hivi, watu wafurahii kabisa. Kwa hiyo jitahidi kupambana na kilema au vilema ulivyo navyo, ili uweze kuwavuta watu kwako na watu waweze kwenda kwa Mungu. 8, kufanya kazi ya kitume chini ya maongozi ya mtawala. Kwanza ninyi ni watawa na viongozi wenu, lakini mnafanya kazi sehemu ambapo kuna majimbo na kuna maaskofu. Kwa hiyo
lazima kufanya kazi chini ya maongozi ya kichungaji, ya askofu wa pale, na kuonyesha ushirikiano naye. Kuna ile kiongozi wako wa kishirika anakuambia nenda kafanya kazi sehemu fulani, unamtii, huna budi kumtii, unaenda huko. Lakini huko unakoenda kuna ile kabidhiwa jimbo katika masuala yote ya kichungaji, ni askofu. Kwa hiyo padi mara zote ajiweke chini ya yale maelekezo ya kichungaji ya askofu wa jimbo. Wewe sema kwamba mimi ni mtawa nifanye kama ninavyofanya, ninavyojitakia. Hapana, kuna askofu na utaratibu wake katika jimbo lake, na utaratibu wa kichungaji unaweza kutofautiana kati ya jimbo moja na jimbo jingine. Kwa hiyo pale ambapo unapojikuta, hakikisha kwamba unafanya uchungaji wako kuendana na kile ambacho askofu wa jimbo anachokitaka. Kwa mfano, kwetu Dar es Salaam tangu miaka ya 90 ngapi ilivyotokea tatizo la wana maombi, sisi huwa katika kupokea Ekaristi tunaambiwa tusimame. Tunaambiwa tusimame, tupokee Ekaristi. Ndio utaratibu uliowekwa kwa sababu za kichungaji. Sasa padi huwezi kujitokea ukasema kwamba nao inafaa kupiga magoti zaidi, inafaa kuliko kusimama. Kwa hiyo akasema kwamba achana na askofu aliyeweka sera hiyo, hapa parukiani mtakuwa mnapiga magoti. Huna mamlaka hayo. Ndio maana akasema kwamba lazima kufanya kazi yako chini ya maelekezo ya yule askofu wa jimbo na katika ushirika naye. Katika ushirika naye. Huwezi kujifanyia mambo unavyotaka wewe. Hapana. Fuata utaratibu wa kichungaji wa jimbo lile pale ambapo unajikuta kama mtawa, kama misionari. Sehemu nyingine naweza wakuta kwamba askofu ameweka sera kwamba tunapofanya adhimisho la misa takatifu, mapadi wote tuvae kasula. Tuvae kasula. Ndivyo utaratibu umewekwa. Na kwamba labda tuvae stola ndani ya kasula. Stola inavaliwa ndani. Basi tuseme kwamba hapana, nafanya navyotaka, naweka stola juu ya kasula. Unasema namna hiyo, wakati labda askofu wa jimbo ameshasema hivi, tufanye hivi, wewe unasema nafanya navyotaka. Au kwamba si kuna joto maeneo hayo ambayo unapelekwa, anasema kwamba hakuna sababu ya kuvaa kasula. Askofu wa jimbo anaweka utaratibu, lazima kuzingatia, lazima kabisa. Huwezi kujifanyia mambo unavyotaka wewe mwenyewe. Kwa hiyo nawaombeni sana, popote mtakapokwenda, hakikisheni mnafuata na kufanya kazi katika ushirika na askofu wa jimbo. 9, kuadhimisha ibada kwa uchaji. Zipo ibada mbalimbali ambazo padri anafanya, maadhimisho ya sakramenti mbalimbali na ibada mbalimbali. Kuziadhimisha hizi ibada kwa nini? Kwa moyo wa uchaji. Kwa moyo wa uchaji kabisa. Vizuri kabisa. Sio kufanya kiholela holela. Hapana. Fanya hizi ibada vizuri kabisa kabisa. Na katika ibada kuna mavazi ambayo yanayopasika kutumiwa katika ibada mbalimbali. Basi unafuata huo utaratibu. Fuata huo utaratibu. Sio kama unavyotaka wewe mwenyewe. Au sio kwa sehemu fulani huko wamezoea, watu wameshakengeuka. Watu wameshakengeuka sehemu nyingine, basi unafuata hawa. Hapana. Usifuate mambo ya wale ambao wamekengeuka. Ibada ifanyike katika hali ya kiuchaji na ipasavyo. Haipendezi kwa mfano mtu labda padri unakuja kwa itika ibada ya misa, alafu unaingia kanisani hapo umevaa ndala, mfano kitu kama umevaa ndala. Ndala ziko zinakaa bafuni. Unakuja umevaa ndala hivi.
au umevaa bukta tu na alafu baadaye kanzu hata suruali huna, na unapotoka huko kwenye maandamano unakuja hivi, watu wanaona yule jamaa hajavaa suruali, amevaa tu bukta ndani, watu wanaona. Vitu vya namna hiyo vingine vinakwaza watu. Kwa hiyo katika ibada kujitahidi kabisa vizuri kabisa kuwa smart katika ibada. Alafu pia hiyo ibada ambayo unayoifanya uifanye kwa uchaji, sio kimbia, sio ovyo. Unahitaji matayarisho ili uweze kufanya vizuri. Kwa hiyo mnaalikwa baada hizo mzifanye kwa uchaji vizuri kabisa na kufuata taratibu za kiliturujia. Na mwisho, ila sio kwa umuhimu, ni mambo ya kiroho yapewe kipaumbele, mengine aje baadaye. Ya kiroho yapewe kipaumbele. Mambo ya kiroho ni kama adhimisho ya sakramenti na kadhalika. Sasa ukute labda parokia wameamua kufanya nini, mradi fulani hivi, si wanajenga ukumbi wanajenga ukumbi ili baadaye parokia yani kama kitega uchumi. Kwa hiyo pale uko pale unasimamia ujenzi, anakuja mtu anasema na mgonjwa na kwamba mimi niko hapa nasimamia ujenzi, vinginevyo watanibia simenti, unakaa pale alafu kwenda kwa mgonjwa. Tunasema mambo ya kiroho yapewe kipaumbele kwanza. Hayo mengine hata mtu wa kawaida mbona anaweza kufanya? Kusimamia ujenzi mbona kila mtu anaweza kufanya? Wako watu wengi tu wanaweza kufanya mambo hayo. Au si mna mradi si wa nini, mradi wa ufugaji huko, muda mwingi huko katika ufugaji kule, watu wanakuja parokiani wana matatizo ya kiroho, hawakuoni kwa sababu umeenda siku kusimamia wafanyakazi shambani au kwenye mifugo huko. Hapana, yale ya kiroho yapewe kipaumbele. Haya mengine mbona hata wengine wanaweza kufanya? Kuna mgonjwa kupaka mafuta, muumini wa kawaida hawezi kufanya namna hiyo, ni padre anatakiwa kufanya kitu namna hiyo. Sasa wewe unaashiria huko katika mizunguko hiyo mambo ya kidunia, unaacha yale mambo ya kimsingi. Kwa hiyo yale ya kiroho tafadhali yapewe kipaumbele, mengine yanakuja baadaye, yale ya kidunia yanakuja baadaye. Kwa hiyo ya kiroho kwanza, mengine ya kidunia yafuate. Tumsifu Yesu Kristo.